Naam, kwingineko ni kwamba rabsha zilizuka katika kaunti ya Tharaka Nithi baada ya makundi mawili kutofautiana kuhusu mapendekezo ya bajeti ya kaunti hiyo ya mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Mkutano huo ambao ulikuwa umeandaliwa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu bajeti hiyo ulikatizwa ghafla kufuatia vurugu iliyoshuhudiwa. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Kizaza kilizuka katika wadi ya Iganga ambapo shughuli ya ukusanyaji maoni ya wakazi kuhusu mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2025-2026 ilikatizwa ghafla na mtafaruku uliotokea kuhusiana na mapendekezo hayo. Zoezi zima liligeuka na kuwa uwanja wa vita baada ya makundi mawili ambayo yalikuwa na maoni tofauti kuhusu bajeti hiyo kumenyana vilivyo na hata kugeuza viti kuwa zana zao za vita. Hiyo bajeti hatuitaki mara kwa sababu haitusaidii. Kama kwetu Mwembe hakuna kitu, na nimesema ya kwamba kama Kakuota atafitisha hiyo bajeti tutamuendesha nyumbani haraka iwezekanavyo. Nilikuwa nimekuja kuangusha bajeti juu nilikuwa naona hiyo bajeti haitaki kutusaidia. Wakazi hao waliojawa muri walipinga vikali bajeti hiyo ya yamkini bilioni 2.5 wakishutumu kaunti kwa matumizi mabaya ya fedha na kutaka uwajibikaji wa bajeti ya mwaka uliopita. Unaenda unakuta wadi moja imewekewa barabara ya 7 kilometers, imewekewa milioni 7, lakini hatujui hiyo barabara itafanywa kazi gani. Kama ni barabara tuambiwa barabara 2-3 kwa kila ward zenye zilitumia 2 billion. Kama ni maji tuambiwa ilienda wapi. Kama ni madarasa ya ECD ilienda wapi. Kama ni daraja ilienda wapi. Ilibidi mkutano huo kusitishwa huku wawakilishi wadi waliohudhuria kukimbilia usalama wao. Na tumewaambia kila MCA ambaye atapitisha hiyo bajeti ikifika kule mbunge asirundi kwetu tena. Baadhi yao walishutumiwa kuchochea vurugu iliyoshuhudiwa. Gloria Milimu, KTN. Naam, tusonge mbele mtazamaji. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amepuuza vitisho vinavyoendelea kuhusu kutohudumu